Sasa basi, tukiendelea ni kwamba vifungo tulivyo navyo, vifungo ambavyo tumebeba haviwezi kuondolewa ikiwa hatujaongozwa na Roho Mtakatifu. Warumi 8 Bwana Yesu asifiwe. Warumi sura ya 8 tutasoma kuanzia sisi hatujui kuomba. Sisi hatujui kuomba. Yaani wewe hapo haujui kuomba. Sura 26 anasema kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu. Roho anatusaidia udhaifu wetu, sawa? Kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikuweza kutambua. Niliwaambia siku za kwanza kwamba kila tatizo ambalo linakuhangaisha ni kesi iliyoko mahakamani. Bwana Yesu asifiwe. Ni kesi iliyoko mahakamani. Maombi yetu ni utetezi. Wewe ni mtuhumiwa na unatakiwa upeleke nini? Utetezi wako. Au wewe unamtuhumu mtu, au unatuhumu shetani, au unatuhumu mababu, au unatuhumu mizimu, na unatakiwa upeleke utetezi wako. Bwana Yesu asifiwe. Kiti cha enzi, unaposema kiti cha enzi unamaanisha ni kiti cha nini? Cha hukumu. Anapokaa mfalme katika kiti cha enzi, anakuwa amekaa tayari kusikiliza kesi. Ndio maana wakati wa Esther, Biblia inasema alipokaa mfalme kwenye kile kiti cha enzi, watu walikuwa wamejipanga pale, wanatakiwa waingie kwa ruhusa ya nani? Ya mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Sasa zamani sisi huko tulikuwa hatuwezi kuingia katika chumba cha mfalme mpaka Yesu alipokuja akafa, damu yake ikamwagika. Sasa sikiliza, damu ya Yesu ilipomwagika ikatupa sisi neema ya kuweza kuingia katika chumba cha nini? Cha mfalme. Tukawa na uwezo wa kuingia mahakamani. Hapo nyuma tulikuwa hatuwezi kuingia nini? Mahakamani. Kesi zetu zilikuwa zinaamuliwa bila uhusika wetu. Kuna mtu anaelewa pale? Kuna mtu anaelewa? Damu ya Yesu inafanya tuwe na ruhusa ya kuingia mahakamani. Ndipo unaposema Baba, katika jina la Yesu inaingia ninasimama katika kiti chako cha enzi. Maana yake tayari umesimama mahakamani kwa ajili ya kesi yako kusikilizwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ndio hali ilivyo katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Tunapokuwa na shida zetu, Mungu wa hagawigawi. Sikiliza, Mungu unapenda kwa Mungu tegemee atakula kwa kuonea huruma. Wewe hujui wewe. Mungu ni mwenye huruma kwenye kuokoa. Ndio maana alitoa Yesu akafa ili ufanye nini? Uokoke. Ila kwa habari ya haki anasema njooni tusemezane. Tena anasema leteni hoja zenu zenye nini? Zenye nguvu. Peleka hoja zenye mashiko. Hizo hoja ni hoja za kisheria. Kwa hiyo ulimwengu wa roho ni ulimwengu wa kisheria. Ndio maana jambazi anapata, mwokozi anakosa. Hivi unanielewa vizuri?
Kama Mungu angekuwa na huruma ovyo ovyo, wote mtu ungekuwa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tafsiri nyingine, kuna namna ambayo tumeshikwa kesi. Kuna mtu ananisikia pale? Kwa namna nyingine, kuna namna ambayo tumeshikwa kesi, ndio tunatukoipi. Lakini leo ni siku ya kukata rufaa katika jina la Yesu. Sema leo nakata rufaa kwa ajili ya kila kesi ambayo imeyashinda maisha yangu. Unakataza rufaa ni baada ya kumwita wakili asimame badala yako. Haleluya! Biblia inapomwita Roho Mtakatifu, inamwita Roho Mtakatifu kama wakili. Biblia ya Kiswahili na matatizo naambiaga mara zote. Biblia ya Kiswahili inamwita msaidizi. Msaidizi, yaani kwamba na sisi sasa maisha yetu tunaambiwa msaidizi ni kama vile saidia fundi. Ndio. Kwamba ni kibarua, Roho Mtakatifu ni kibarua, sio msaidizi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo kwa sababu Biblia imesema msaidizi, ya Kiswahili imesema nini? Msaidizi. Watu wanajua ni msaidizi kama saidia nini? Saidia fundi. Lakini Biblia ya lugha ya asili iliyoandika msaidizi hapa inamwita kama msaidizi wa kisheria, anaitwa Parakletos, advocate. Kwa hiyo anaposema nitawaletea msaidizi, alikuwa anasema nitawaletea wakili. Nitawaletea nini? Wakili. Kwa nini atuletee wakili? Kwa sababu kuna kesi za kushughulikia na sisi hatuziwezi. Na sisi hatuziwezi. Amen. Amen. Anatusaidiaje? Anasema hivi, sisi hatujui kuomba. Sisi hatujui kuomba. Ila yeye ndio anatuombea. Tena kwa kuugua kusikoweza kutamkika. Kwa hiyo wewe una changamoto, yeye atasimama pale kuisema changamoto yako vizuri kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikwambie kama mjui. Unafahamu kwamba kila mahali kuna lugha zake. Inaweza ikawa ni Kiswahili, lakini ukienda mahakamani Kiswahili kinachozungumzwa wakati mwingine unaweza usikielewe. Hivyo hivyo. Ukienda hospitali lugha anayozungumza unaweza usielewe. Sasa ili lugha yako, ili maombi yako yaeleweke, lazima Mungu apokee kutoka kwa Roho Mtakatifu. Ndio maana anasema hivi, maana yeye Roho ayachunguza hata yale mafumbo au jua moyo wa Mungu, na hatuwezi kuomba nje ya mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo tutaenda kuomba kwanza tukimhitaji Roho Mtakatifu, ili tunapoingia kwenye hayo mapambano, yeye ndio aombe kwa niaba yetu. Simama.